Je, kinachoendelea kwa sasa ni dhiki kuu? Ni swali ambalo najiuliza bado. Nimejaribu kurudia mahubiri ya pastor yenye title ya je, hii ni dhiki kuu? Moja ya kitu ambacho nimekinoti ambacho pastor alifundisha, alisema kwamba haitakuwa kwa wote, itakuwa kwa kikundi fulani, kwa watu fulani ambao tu watakuwa wameamua kuishi kwa haki. Basi tu kama ni kumenyeka watamenyeka kweli. Nimefikiri sana kutokana na kinachoendelea. Mpaka najiuliza sema Mungu, sasa kama tumefika hadi huku, wamefika hadi huku, sasa wa huku utakuwaje? Je, hii ni dhiki kuu? Je, hii ni dhiki kuu? Kwamba kitaka uonekane wa maana, uwe mdangaji, uwe mfanya mabaya mengi ya kutosha, ndio mjanja. Lakini siku ya siku ukisema kwamba jamani, tuishi maisha ya kutendeana mema, unavyojiona wewe muone na mwenzako ni kama wewe. Amri iliyokuwa mpende jirani yako kama nafsi yako. Je, ukijaribu kuyaishi hayo maisha, unaonekana ni mbaya sana. Nikakumbuka tena katika kitabu na 5 nasema basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ni kama ukitaka uonekane mjanja, uonekane wewe wa maana, tenda mabaya. Yale mabaya yale tenda tu, yasifia mabaya, sifia mabaya. Ila ukitaka kuonekane mbaya, tenda mema. Au yale mabaya mengi yamegeuzwa kuwa mema, na mema mengi yamegeuzwa kuwa mabaya. Yaani ile Isaya 1:10 nasema jifunzeni kutenda, 1:17 jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, saidieni walioonea, msaidieni mjane. Pale inaonekana ukifanya kutenda yaliyo mema, kwa sababu ya kumtetea anayeonea, wewe ni mbaya. Lakini ukasema kwenye yale mabaya yake aliyokuwa ambayo wewe utatemu kuwa mabaya. Mpaka najiuliza, je, hii ni dhiki kuu? Kwa yanayoendelea, je, hii ni dhiki kuu? Wakina sisi tutaponea wapi? Wakina sisi tutaponea wapi? Je, itaonekana wa maana kwa sababu leo hii nimekuwa ni sababu ya kuharibu ndoa za watu? Itaonekana wa maana kwa sababu leo hii nimekuwa sababu ya kuumiza mtu? Nakwambia hapana. Umaana wangu na thamani yangu itakuwa ni kwa sababu ya yale mema mengi nitakayokuwa nimeyafanya. Ni thamani yangu itakapokuwa. Leo hii najivunia. Binafsi najivunia sana kwa maisha ya dada Sifa. Napenda kumuita pacha. Najivunia sana, sio kidogo. Ni kwa sababu ni mtu ambaye aliamua kuishi maisha mema. Na hata Zaburi ikisema kwamba Daudi anasema kwamba sitakufa bali nitaishi. Mimi nilikuwa sielewi sana. Nilikuwa sielewi. Sasa wakisema tutakufa bali tutaishi, mbona Daudi alikufa? Hata walijaribu kufafanua kanisani, wakasema kinachoishi ni kazi za mtu. Kwa haijalishi utapitia nini, ila kitakachoishi ni kazi zako. Mimi binafsi nasema dada Sifa, wewe ni shujaa dada. Ni shujaa sana. Umeishinda zinaa katikati ya ulimwengu, katikati ya kizazi cha zinaa. Umeishi maisha yenye ushuhuda mkubwa sana duniani kote. Duniani kote. Hivyo tu mtu wa Mungu nikusi jambo moja, kwamba nikitenda mema ni kwa ajili yako. Nikitenda mabaya ni kwa sala yangu. Simkomeshi mtu. Simkomeshi mtu wa Mungu. Swali ni moja nalouliza, je, hii
Hii ndio dhiki kuu. Haya.